la UN pale limehitimishwa, sio? Limehitimishwa rasmi hivyo jana, na pengine kuanza kwake mpaka kuhitimishwa kwake, tathmini yale ambayo yamezungumzwa na vitu kama hivyo, mchungu. Yes, ajenda kubwa kama tulivyosema mara nyingi, ajenda kubwa imekuwa ni Gaza. Gaza ndio imechukua ajenda kubwa sana, na tumeshuhudia vile vile zaidi ya mataifa 160 yameweza kuitambua taifa la Palestina. Lakini vile vile tumeshuhudia Marekani ameendelea kutumia kura yake ya turufu, kura ya veto. Sasa hivi ni mara 40 kuweza kuhakikisha kwamba Palestina haliwezi kuundwa. Ukifuata tathmini kishirikia mwaka huu, wale delegate wa kidiplomasia walitoka nje kwa lengo la kuweza kufanya boycott, kupinga hotuba Netanyahu, kama vile ambavyo walitoka mwaka jana kwenye mkutano wa 79 wa Umoja wa Mataifa. Lakini vile swala zima kwa mfano la Ukraine limeenda kuchukua nafasi, masuala kwa mfano ya immigration, kama kwamba uhamiaji haramu, masuala kwa mfano ya kuanguka kwa demokrasia duniani, changamoto za kiulimwengu. Kwa hiyo ukifuata tathmini, viongozi wengi wamezungumza swala zima la usalama wa kimataifa, na kutokana na Global Security Index ya mwaka 2024 inasema kwamba duniani kuna mizozo zaidi ya 70 inaendelea. Yani kuna vita, machafuko zaidi ya 70. Na inasema wazi kabisa kwamba hii ni hatari kuliko hata baada ya vita ya pili ya dunia mwaka 1939 mpaka mwaka 1945. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa umekuwa ukipitia changamoto kubwa zaidi za kiusalama. Kwa hiyo viongozi wamekutana, wamezungumza. Hilo ni jambo moja. Utekelezaji wa hayo mazungumzo ni jambo lingine. Lakini ukifuata tathmini vile vile katika mkutano, tumeshuhudia vile vile hoja ya Afrika. Viongozi wengi ambao walisimama kwa Afrika wanataka mageuzi. Hawataki kuwa wasindikizaji, wanataka kuwa sehemu ya kufanya nini maamuzi. Kwa hiyo wameomba hivyo vitu viwili vya Umoja wa Mataifa, na wenyewe wawe sehemu ya kuwa katika baraza kuu la Umoja, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Wanafahamu kwamba kuna zembo zinazoitwa P5. Kuna kwamba Urusi, Marekani, China, Uingereza na Ufaransa. Hao ndio washindi wa vita ya dunia, ndio waliunda Umoja wa Mataifa mwaka 1975. Na kimsingi ni kwamba lengo la msingi la kuanzisha Umoja wa Mataifa, watu wengi wafahamu, kuhakikisha kwamba wao wazungu wapigane wenyewe kwa wenyewe. Kwa sababu walipigana vita kwanza dunia, wakapigana vita pia dunia. Kwa akasema jamani, hebu tuanzishe chombo ambacho kitakuja kutukutanisha, kuweza kuzungumza. Na hiyo ndio dhana ya diplomasia inaanzia hapo. Kwamba diplomasia ni mazungumzo ya kuweza kuhakikisha kwamba zile hali mbaya au yale masuala yetu ya kiuchumi na kisiasa na yanalindwa. Kwa hiyo sasa hoja ya Afrika ambayo ilikuwa inaongozwa kutazama na Mheshimiwa Rais Ruto, ambaye alitoa hotuba nzuri sana ya kutaka mageuzi, na amesema kwamba Umoja wa Mataifa umeundwa kipindi cha vita baridi, kipindi cha ukoloni. Na of course mwaka 1975 nchi nyingi za Kiafrika zipo na ukoloni, kwa sababu Afrika nchi ambazo hazijatawaliwa ni Ethiopia na Eritrea. Lakini vile nchi ya kwanza kupata uhuru ni Ghana mwaka 1957. Kwa Umoja wa Mataifa unaundwa, nchi nyingi za Kiafrika zilikuwa zipo katika ukoloni, kwa hiyo hazikushirikishwa. Umeona? Sasa je, sasa hivi nchi za Kiafrika zimepata uhuru, je, tuendelee kuwa na umoja huu ambao unamtegemea Marekani, Urusi na China wakipiga kura ya veto, akati duniani kuna nchi 193? Yaani Marekani akisema kwamba ana maslahi yake mahali fulani, sisi wengine wote hata kama tukipinga tukikubali, azime hilo lazima tumsikize, au Urusi au China. Hivi mkutano huu wa safari hii kuna ambacho umebadilisha kwa tathmini ya kutoka ule ambao umepita? Kuna mwamko mkubwa sana nchi za Kiafrika. Sasa hivi kwa kweli Afrika imekuwa sio sehemu ya kusindikiza. Tumesikia kwa mfano viongozi wengi, kwa mfano msikize kwa mfano Ramaphosa ametoa hotuba nzuri, Rais William Ruto ametoa hotuba nzuri, Filipo Mpango, makamu rais wa Tanzania, ametoa hotuba nzuri. Kwa kweli na viongozi wote. Kwa hiyo sasa hivi kwa kweli tuna mwamko mwingine wa kisiasa. Na hii vile vile iwe ni ishara kwa wazungu kwamba Afrika nayo imeamka, kwa sababu ukitazama hata ukiangalia namba, sisi Afrika tuna watu bilioni 1.5. Afrika ndio ambao lina vijana wengi, rasilimali nyingi. Sasa kwa nini sisi tunakuwa hatuna maamuzi? Of course kuna hiyo hoja ambayo inajengwa kwamba ili ukae kwenye meza mazungumzo lazima uweze kuwa na negotiation power. Una nini wewe cha kuweka mezani ambacho kitawatisha wengine kupata kile ambacho wewe unachokitaka au kile ambacho wewe hauna? Kwa hiyo kwa kweli tumeshuhudia mageuzi makubwa ya kifikra na viongozi wa Kiafrika kutaka kutokuwa wasindikizaji,
kuwa sehemu ya kufanya maamuzi makubwa ya ulimwengu. Sawa bana. Samson Charles, unajua kati nafuatilia zangu kimataifa, unajua wewe ni mtaalamu mwenzangu kwenye masuala ya kimataifa. Nikutana na moja taarifa kwamba Donald Trump anasema inabidi atunukiwe tuzo kwa sababu yeye amekuwa akijishughulisha na masuala makubwa sana kiusalama na upatanishi huko akiwaambia Israel na rafiki zao kusitisha vita ndani ya siku 4, sio? Unaona tunaweza likatoboa ya kusitisha vita. Alafu pia hii kuangaliwa namna ya kupewa, kwa sababu yani maua yake yapewe mapema, kwa sababu amekuwa kisuluhisha na vitu kama hivyo. Mimi sijaona uwezekano mpaka utoke, kwa sababu tumeshadanganywa sana. Unajua ni kama mwaka wa pili mfululizo vimekaa vikao mfululizo. Kuna vikao vingine vilionyesha matumaini kabisa. Tunakumbuka mwezi wa Ramadhani kipindi fulani watu wakapishwa futuru, yani kuna dalili unaziona. Alafu baada jioni unasikia watu wamepigwa. Lakini bado hatujaweka wazi kiburi cha Israeli kinatoka wapi, kwa sababu Israeli yenyewe kuna kipindi inawaambia watu sogeni eneo fulani, alafu inapiga. Yani inawapa watu siku nzima kujipanga, wanawake na wazee, tokeni hapa, lakini ndani ya nusu saa inakunguta eneo lile lile. Muona bwana. Kwa hiyo naisi ni kama maneno tu ya kujifariji. Kuna maeneo mimi natazama diplomasia imechemka katika vita mbili, Ukraine na Ukraine na Russia na Israel na Palestina. Naona kama unavyosema, ninashuhudia diplomasia duniani imeyumba kwa mara ya kwanza. Enzi hizo ukisikia miaka hiyo, si tukiwa wadogo sana, unafuatilia unasikia Kosovo, Chechnya, unasikia mambo yameisha, Vietnam, Marekani yenyewe, unasikia mambo ya watu wanakaa mezani, yani wakikaa yanaisha. Naona diplomasia hapa katikati ni kama haiaminiki tena. Haiaminiki. Yani wewe ukakaa sasa, hofu yangu ikija katokea kama inavyotabiriwa vita vikuu vya 3 vya dunia vikitokea, huenda tukawa na uchumi mbaya zaidi kwa kutokea, kwa sababu unajua hapa tunazungumza vita ambavyo havijaisha. Ukraine na Russia haijaisha, na huyu Trump ameshakutana na viongozi wenyewe wanaohusika. Kashakutana na Zelensky pale White House, mpaka akamshushia hadhi, bwana umevaaje, umeelewa bwana. Kashakutana na Putin mwenyewe, sawa. Mipango ya kukutana na watu kama China, watu kama Korea Kaskazini, lakini hakuna. Kwa hiyo mimi sioni. Kwa kauli yako hapo Sam, inamaanisha kwamba hiyo tuzo wanaojipakulia bado haiwezi kuzungumzia tuzo. Kwanza lazima ujikumbushe Trump ni nani. Trump ni aina fulani ya mwanasiasa ambaye usikika usije hapo. Trump ni kama wale watu ambao kuna watu zamani wakifika ba sawa, lazima wajulikane wako ba, mupe muruke, watu wa masifa. Cha kwanza lazima anzishe ugomvi. Fulani yupo yeye ndo zake. Yani ni kiongozi wa aina hiyo hapo. Na nitoka anaanza kugombea. Kashikasha hizo pitia hapa Marekani, kesi zile nini, koso risasi pigwa sikioni, ni mtu wa aina hiyo. Yani sio hautamsikia Emmanuel Macron amefanya hivyo Ufaransa. Yani ni kiongozi wa aina hiyo bwana. Sasa nipewe tuzo. Angalia nini alikuwa anaandika mpaka kwenye X mpaka kafungiwa. Yani kitu kidogo tukashakimilia Twitter miaka ile. Chapisha mpaka mashtaka. Kwa hiyo hiyo ni aina ya Trump sasa. Ndio kiongozi ni. Sawa, mzee wangu mchungu hapo, tukianzia hapo kwa Samuel amezungumza, amechambua vizuri sana. Huko akisema diplomasia inaonekana kama kufeli kwenye vita hivi. Kuna sababishwa na nini? Alafu kidondokea kwa Trump hapo, nimeona ameshinda pia kesi ile. Masuala ya YouTube wanakwenda kumlipa sasa mamilioni ya fedha baada ya kumzimia mtandao huo. Twenzetu Yes, kwanza ni kweli kabisa kwamba kitu ambacho sasa hivi kinampa ugumu Trump ni hiyo mizozo mikubwa miwili ambayo ya Urusi na Ukraine na Israel na swala zima la Palestina. Lakini katika swala zima la Palestina naweza ngasema kwamba msimamo wa Marekani huo unajulikana inapokuja swala zima la Israel, kwa sababu wao ukitazama
dunia nzima inaweza ikawatenga, lakini wao watasimama wao kwa pamoja, na kuna sababu nyingi kutazama. Uwekezaji mkubwa wa Israeli ndani ya Marekani, ushawishi wa Wayahudi ndani ya Marekani, ushawishi wa kiteknolojia wa Wayahudi ndani ya Marekani, ushawishi wa kijeshi na intelijensia wa Wayahudi ndani ya Marekani. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba Israeli wanaturufu ndani ya siasa za Marekani. Na nisha kusema mara nyingi hapo kwamba hauwezi kuchaguliwa kuwa rais wa Marekani kama msimamo wako kuhusu Israeli ni tofauti. Watakuua kama vile ambavyo ilifanyika mwaka 1962. John F. Kennedy alienda kinyume na Wayahudi, au pale ambapo wakihisi kwamba wewe unaenda kinyume, basi unaweza kuhakikisha kwamba unatawala katika kipindi kimoja tu, kama vile ambavyo waliomfanyia Jimmy Carter mwaka 78. Kwa hiyo imekuwa ni kipindi cha kihistoria. Lakini kwa Urusi nafikiri Putin sasa anasijua siri za damu, kwa sababu Putin kama unafahamu kwamba huyu ni afisa usalama mwandamizi, KGB officer. Kwa hiyo yeye anajua mipango yote ya nchi za magharibi, na kimsingi ni kwamba hataki kufanya makosa yoyote zaidi ya kimkakati kuhusu taifa lake, na anajua vile vile kwamba yeye kuwaachia hata nukta moja nchi za magharibi wanaweza, kwa sababu watu ni wajanja zaidi. Walimshawishi Mikhail Gorbachev kuunganisha jamhuri magharibi na mashariki, wakampa tuzo ya Nobel mwaka 90. Mwisho wa siku Urusi kasambaratika. Kwa hiyo kupewa tuzo ya Nobel, of course, kama alivyosema Sam, Trump ni mwanasiasa ambaye anapenda sifa na anapenda kuweka historia. Kwa mfano akimaliza urais huu atakuwa ni kiongozi wa kwanza wa Marekani kuwa na umri mkubwa. Kwa sababu sasa hivi akimaliza atakuwa na umri wa miaka 74. Atakuwa ni kiongozi wa kwanza wa Marekani kuwa na umri mkubwa. Lakini vile anaitafuta tuzo ya amani. Sasa hivi mpaka sasa hivi ameweza kutatua mizozo 7. Sawa, Cambodia na Vietnam, Rwanda na Kongo mwenyewe anajisifia. Anasema kwamba kama ingekuwa madarakani Putin asingeanzisha uvamizi kwa Ukraine, kama ingekuwa madarakani Hamas wasingeshambulia Oktoba 7. Kwa hiyo akizungumza amekuwa hizi vita akimlaumu Biden, sio yeye kumtazama kwamba hizi vita za Biden, hizi vita za Biden kwa sasa kuvimaliza. Yes, kwa sasa na nimeona jana kwa mfano amerudishwa kwenye mtandao wa YouTube. Yes, kwa sasa atalipwa fedha takriban bilioni 74. Kwa sasa kwa kweli ni kiongozi ambaye kwa kweli katika hii miaka yake 4 tunaweza kushuhudia mengi, ni matamko mengi sana. Lakini vile vile inatajwa kwamba diplomasia ya Trump imekuwa haitabiriki. Diplomasia yake haitabiriki. Unasemaje? Unasema? Kuna msikilizaji wako mmoja anaitwa Cloud. Anasema hivi, Sam, kwa hiyo Trump ni kama mlevi? No, nimetoa mfano. Yaani Trump ni sana kuna enzizo, kuna wanaume wakifika ba lazima ijulikane kwamba wameingia. Bwana, si tuko hapo, unasema anaweza tu akasema bwana, kuanzia sasa hivi asinunue mtu hapa, mimi ndo nanunua. Unaelewa? Sasa ni aina hiyo ya kiongozi. Hiyo hapa ambayo amesema anatoa nani huyo msikilizaji wetu? Cloud. Yuko kwenye tizi. Lakini kuna msikilizaji wako mmoja anaitwa Dennis Mkomela kutoka Mbeya. Mkomela huyu anasema bwana Lupokela, unataja sana haraka namba ya kusoma. Ni 0683 80 29 66. Huko hapo 06 slow motion 83 80 29 66. Wewe ukiona hapo nimeenda haraka, njoo YouTube hapa unatukuta tuko live kabisa, unatuachia kama wenzio. Hiyo ulioigusia